alikuwa ni mtu mmoja muhimu sana kwenye timu yetu wakati huo. Sasa na nukuu maneno yake, ulikuwa unaenda unatoa hamasa, unatoa fedha zako mfukoni bila kuwa na uongozi wa aina yoyote ule. Nini kilikuwa kinakupa motivation? Na hapa natamani sasa kufahamu historia yako kabla wachambuzi wetu hawajaja kuuliza sasa maswali yao ya kiuongozi na kiutaalamu hivi sasa. Historia yako ilikuwaje mpaka kujiunga na kuona kwamba sasa yafaa niwe kiongozi hapa ndani ya Jangwani? Asante. Wini na timu nzima ya Bongo FM. Yanga ni timu ya familia. Kila Mtanzania tunaamini ni Yanga. Mimi bado ni Mtanzania, nimezaliwa katika jamii ya Kitanzania, kwa timu yangu ya asili ni Yanga na itabakia kwa Yanga. Basically kwenye familia ya kimpira mimi nimekuwa nikiona Yanga, na hata Yanga ilikuwa ikija kutembea Zanzibar kuna namna kombe litatembea mpaka kwetu. Kwa hiyo iko kwenye damu. Na ndio maana nilivyoanza na mimi maisha, moja ya maisha yangu akabakia kuwa Young Africans. Ambacho nakizungumza ni kipindi ambacho timu yetu ilikuwa ikipitia katika changamoto, ikiwa haina mdhamini, haina mfadhili, lakini bado ilisimama. Kwa hiyo kama iliweza kusimama, na sisi wengine ambao Mungu alikwisha tujalia kuweza kupata cha kuweza kuisaidia timu, tukaona kuna nafasi ya kushiriki katika kuendelea kuiunga mkono timu yetu Young Africans. Na pasi na kuangalia unaweza kufanya kipi, lakini kwa kuwa unaweza kukifanya, unakifanya kwa ajili ya maslahi ya Young Africans. Ingekuwa ni aibu na fedheha kama unaweza kufanya kitu halafu usifanye kitu na kuona madhara makubwa yanatokea. Nadhani tungebaki tunajilaumu maisha yetu yote. Na kile kikubwa ambacho wazee wetu walikifanya kwenye Young Africans, generation yetu ingekuwa ndio imekwenda kukiua na kukiacha kisikue kikubwa. Lakini tuliingia Young Africans na nilikuwepo pale nikiwa sina nafasi yoyote, nikiwa kama mshabiki mpenzi wa Young Africans, na ile ndio ilikuja kunipa nguvu sasa ya kusema hapana, tusitumie tu akili zetu nje ya Young Africans, twende ndani ya Young Africans tukaisaidie. Kwa ikaleta nguvu ya kufika kushiriki katika uchaguzi wa 2019, uchaguzi wa Dr. Msola akiwa ndio anachaguliwa kama mwenyekiti wa Young Africans. Na pale ndo safari ya mabadiliko ilipoanzia, kwa sababu tulivyoingia ajenda haikuwa kubwa, ajenda ilikuwa ni moja tu. Ajenda ni mabadiliko ya Young Africans, twende kuipeleka klabu iweze kujitegemea. Na tunaamini kwamba tulipofika, sipo tulipotoka, lakini bado hatujafika tunapotaka kwenda. Bado tunatamani kuiona sasa ajenda hii ya mabadiliko inakamilika kwa 100%, na klabu hii inakwenda kuwa klabu tajiri zaidi Tanzania, kwa sababu ina wanachama wengi, ina fursa nyingi sana za kuvutia wawekezaji na wadhamini, ili tuweze kuwa wakubwa zaidi ya vile ambavyo tuko sasa hivi. Sasa mimi cha kwanza wakati unaingia kwenye uongozi wa Young Africans kama makamu sasa, yapi alikuwa malengo na mmefanikiwa kiasi gani mpaka hivi sasa kwenye malengo ambayo mlijiwekea, na wapi ambako unaona mpaka sasa mnahitaji kuboresha kwenye timu? Kwa sababu mlijiwekea malengo, mlikuwa mna manifesto yenu, yapi yametekelezeka, yapi bado, ambayo bado, kwa nini, kipi kimeenda hivyo? Asante sana Chifano. Tulivyoingia, la kwanza tulisema kwamba kuhakikisha Yanga inaweza kujitegemea kiuchumi kwa kuongeza thamani yake na kuongeza wadhamini, lakini waliokuwepo pia tuongeze thamani ya udhamini wao ndani ya Young Africans. Hilo tumefanikiwa, sio kwa 100%, lakini limekuwa na mafanikio, kwa sababu ndani ya kipindi cha miaka 4 hii tumeona mdhamini wetu mkuu SportPesa tumeongeza mkataba mara 2, ambao kila katika review tumekuwa tukifanya thamani yake nayo imekuwa ikiongezeka. Lakini tumeweza kuvutia wawekezaji wengine. GSM alikuja kama mfadhili, lakini GSM ameingia sasa hivi akiwa
na sehemu kubwa ama tulivyoanza naye alikuwa kama partner wetu kwenye uzalishaji jezi. Sasa hivi ametoka kwenye kuzalisha jezi, amekuwa mfadhili, lakini kuna partners wengine wameongezeka, kuna Air Tanzania. Lakini pia kihistoria, kwa mara ya kwanza timu za Tanzania ziliweza kufanya ushirikiano na mashirika ya kimataifa UN. Yanga ndio timu pekee ambayo imeweza kufanya mashirikiano na UN. Miaka 2 iliyopita tulipartner na UN kwa udhamini mzuri tu katika kuendeleza maendeleo ya soka, lakini kushiriki katika kuleta maendeleo kwa jamii nzima kwa kupitia football. Sawa. Kwa hayo ni sehemu moja upande wa fedha, lakini ajenda nyingine upande wa maendeleo ya klabu na kujitegemea. Ajenda nyingine ilikuwa ni kukuza klabu yetu kimpira. Wakati tunaanza uongozi huu tulikuwa takriban nadhani nafasi ya 75 Afrika. Lakini hadi tunakwenda sasa hivi tuko nafasi ya 12. Ni mafanikio makubwa sana kwenye mpira. Hatukuwa tumecheza Champions League group stage kwa miaka 25. Toka mwaka 98 tumekuja kucheza tena baada ya miaka 25 kushiriki Champions League group stage, na tukashiriki kwa mafanikio makubwa sana. Lakini katika awamu hii ndio tumeweza kucheza final ya CAF Confederations Cup. Kama utakumbuka ni kanuni tu ndio ambayo ilitukosesha ubingwa, lakini tulicheza finali katika mazingira magumu, lakini tulifanikiwa kucheza vizuri. Swala lingine ni la katika hiyo michezo tuliahidi kwamba tungepambana kuiona timu yetu ya Yanga Princess nayo ikiwa na mafanikio. Hatukufanikiwa 100%, lakini kuna maeneo ya timu hii tumefanikiwa. Tumeendelea kuiboresha timu yetu, tumeendelea kuifanya iwe katika mazingira ya ushindani. Ilikuwa tukianza msimu tunajua sisi Yanga Princess labda tutamaliza 4 kwenda chini, lakini gradually tumeanza kuwa tunasogea pale katika nafasi yetu tunayokwenda kuitaka. Lakini mpira ni fedha pia. Tumeitengeneza timu yetu hii kama conduit ambayo tunakwenda tuna scout vipaji, tuna scout vijana wa Kitanzania na vipaji vingine vya wachezaji wa kike, kwa sababu tunakoelekea sasa hivi mpira wa kike umeanza kufunguka, nao unakwenda kuwa biashara kubwa. Kwa Tanzania tumekuwa tukifanya vizuri sana kwa timu zetu za taifa, ndio maana tumekuwa tukishiriki mashindano ya AFCON mara kwa mara. Tumeweza kushiriki World Cup kule India ya wanawake, na leo hii timu yetu ya wanawake iko Morocco kwa ajili ya AFCON. Young Africans tumeweza kutoa wachezaji wa Kitanzania wanawake kwenda kucheza nje ya mipaka ya Jamhuri. Unakuwa na mchezaji ambaye anacheza ligi kubwa sasa hivi duniani, ligi ya Saudia, Clara. Lakini tuna binti yetu Masaka anacheza Uingereza. Tuliwahi kumuuza Minako, alikwenda Egypt. Hivi karibuni tumemuuza Jenin, amekwenda China kwa usajili ambao ni wa kihistoria, record ya mchezaji wa kike kuweza kuuzwa. Kwa sababu mpira ni biashara siku hizi, tunaangalia pande zote mbili. Upande upi ambao unaweza kutupa faida kwa kipindi hiki, bado wakati ligi inaendelea kukua. Kwa tumefanikiwa kwa kiasi, hatujafanikiwa vile ambavyo tulitamani tufanikiwe, lakini kwetu hiyo ni progress na ni safari ambayo ina matumaini ya kuweza kutimiza yale malengo yetu. Eneo jingine ni la miundombinu. Tuliahidi kwamba tutatekeleza na kuhakikisha kwamba klabu ya Young Africans inakuwa na miundombinu yake. Tulianza na jengo la Jangwani. Kwa ambao mlikuwa mnalijua, jengo la Jangwani ilikuwa ukifika lile jengo linatumika chini ya 10%. Pale ambapo sasa hivi ni reception, ndio ilikuwa ofisi nzima ya lile jengo. Lakini sasa hivi tunatumia jengo zima kama ofisi, kwa sababu tumeliboresha, tumelikarabati upya, na sasa linatumika. Hata mikutano yetu ya waandishi wa habari nadhani mnakwenda mnaona tuna press room ya kwetu wenyewe tena kubwa tu, na mambo mengine mazuri ambayo tumeyafanya katika jengo lile. Lakini hamu kubwa ya wananchi, ya wanachama wote na Watanzania kwa ujumla ni kuona sasa ile ndoto ya kurejesha Kaunda Stadium. Tulisema hatuwezi kumaliza awamu hii bila ya kufika katika hatua ambayo itafanya sasa uwekezaji kwenye uwanja isiwe ndoto tena, iwe ni jambo ambalo linakwenda kutimia.
kupitia uongozi huu chini ya Rais Engineer Hersi tulifanikiwa kuweza kupata partner ambaye atawekeza kwenye uwanja, na tarehe 12 ya mwezi wa 5 tulikwisha sign naye mkataba. Kilichobakia sasa hivi ni kuanza kuona ujenzi ukiendelea. Tukumbuke eneo la Jangwani ni eneo ambalo lina miradi mingi sana ambayo inategemeana. Kuna mradi mkubwa wa mto Msimbazi katika lile eneo, kuna mradi ule wa daraja kubwa ambalo linajengwa sasa hivi. Kwa pana miradi ambayo inategemeana. Kwa mradi wote ambao unakwenda kujenga Jangwani lazima iendane na hii miradi mingine ambayo inaendelea pale. Ndio maana wananchi wanaweza kuona kwamba mbona toka tarehe 12 mpaka leo hatujaanza kuona chochote kiendelea, lakini nyuma huku kuna vitu vinaendelea. Material tayari zimekwisha anza kufanyiwa assembling huko zinakotoka kwa ajili ya kuja hapa, sababu uwanja wetu ni wa kisasa zaidi, hautakuwa ule wa zege tupu. Sehemu ya zege itakuwa ni ndogo sana na sehemu kubwa itakuwa ni kuja kuassemble vifaa ambavyo vinaletwa kutoka nje. Lakini tumeanza kuendelea kulijaza lile eneo ili tuweze kupata ile level ambayo tumeipata kutokana na maelekezo ya wenzetu wanaoshughulika na mradi ule wa bonde la Jangwani. Sababu hatutaki sisi tuanze tujenge tu bila kufuata maelekezo ya pale, alafu imekuja mvua kesho kutwa tunajikuta maji yamehama kule chini yamekuja kwetu, na huku kwetu ndio juu. Kwa tunatakiwa juu huku ndio tuwe katika vile viwango ambavyo wenzetu wametuelekeza tuvipate. Kwa hilo ni kwa upande wa miundombinu, lakini kwa ujumla tumefanikiwa maeneo mengi, na naweza kusema ni takriban 80% ya yale malengo yetu tumeyafanikisha, na hizi 20% zilizobakia zimekuwa na utegemezi wa maeneo mengine, lakini tunaendelea kuboresha timu yetu. Nadhani nimefika hapa na wasikia mnazungumza, mimi hakuna kitu nasikia raha kuona kama mnazungumza kwamba beki ya timu ya taifa inatoka Young Africans. Maana yake tumeweza kukuza vipaji vya wachezaji wazawa, na ndio lengo letu kama Young Africans. Namba moja, kuona kwamba wazawa wanakulia. Nimeona Watanzania wengi ambao wana wasiwasi na usajili wetu, hasa wa wazawa. Mimi ni watoe hofu. Mimi mwenyewe nikiwa mmoja wao. Mimi ni kutoeni hofu. Vijana tuliowasajili ni cream ya Tanzania, na tunaweza kutoa nusu na robo ya timu ya taifa ya Tanzania kwenye AFCON 2027. Sasa Vice, specifically pale kwa soka la kinadada, what went wrong kwenye timu ya kinadada? Manake ulisema wasipochukua ubingwa tukuulize. Yaani kipi hapo hakikwenda sawa mpaka sasa timu imekosa ubingwa? Mpaka sasa unamuuliza. Wakati uzi na na ndio unaulizwa. Ameniuliza tena. Unatumia kisiasa sana. Wewe ndio unamuuliza. Nothing has gone wrong. Ni mipango. Kwenye ligi ya wanawake wenzetu wametangulia. JKT na majirani zetu wametangulia kuwepo kwenye ligi ya wanawake muda mrefu. Sisi tulipanda daraja kwa kuchelewa, hata timu yenyewe ya wanawake tulichelewa kuianzisha. Kwa hiyo tukasema kwamba tutengeneze timu ambayo itakuja kuwa na ushindani, tuchukue ubingwa. Lakini ubingwa ni process, kwa sababu tayari umewakuta watu. Cha kwanza tutengeneze consistency badala ya kuingia tena kama makamu na kureview kwa undani zaidi, kwamba huwezi, isingekuwa rahisi usiku mmoja kuweza kufika pale ambapo tulitamani tungefika. Kwa kwanza tutengeneze ile consistency ya kubakia pale juu kwenye nafasi 2 ama zile 3 za juu. Tumekwisha fanikiwa hilo, na tumekuwepo pale kwa misimu yote hii ambayo tumekuwa tukicheza pale kwenye ligi ya wanawake. Lakini sasa ilikuwa tukikutana na hizi timu mbili, sisi ni underdogs. Sasa hivi tumefika kwenye hatua ya kwamba tukikutana na hizi timu mbili tunaweza kuchukua alama zetu. Ukishachukua alama za hawa tayari unajihakikishia nafasi ya uhakika. Kwa hiyo tumefanikiwa hapo, na tunakwenda kuboresha zaidi timu yetu hii chini ya kocha wetu ambaye sasa hivi anakwenda yuko timu ya taifa Edna. Mipango tayari tumekushaiweka akirejea kwenye timu ya taifa. Sasa tuhakikishe kwenda msimu huu yale mafunzo ambayo tumeyapata tumeyachukua, na yeye akiwemo,
tutimize ile ndoto ya wananchi. Kwa hiyo hakukuwa na challenge, bali kumekuwa na mafunzo kwetu sisi ya nini tukifanya. Sawa, hapo umegusia kuhusiana na usajili wenu msimu huu, hasa kwa wachezaji wa ndani. Tunaona mmesajili wachezaji wengi ambao wana umri mdogo, Chuga Boy, lakini pia Moksin. Ni wachezaji ambao wana umri mdogo na wamekwenda kwenye klabu kubwa ambayo ina pressure, na tumeshuhudia baadhi ya wachezaji wa aina ile wamekuwa wakipotea kabisa kwenye karia zao.